kishetani, za kuzimu, za kiganga, za maajenti wa kuzimu, wa kichawi, zinalipuka, 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 zinalipuka kwa jina la Yesu. Anga la tatu, ongeza maombi, ongeza maombi, liweke wakfu anga la tatu. Ndio, ongeza maombi yako, ongeza maombi yako. Mwaka usipite kabla Bwana hajakutendea. Ongeza paka kule nyuma, paka kule nje, paka hapo kwa njia radio, paka hapo kwa njia mtandao. Hata kama uko ni mama ntilie kwenye mgawa wako, hata kama uko hospitalini, hata kama uko shambani, hata kama uko kwa mifugo, weka wakfu anga la tatu, anga la tatu. Sikia neno la Bwana, anga la tatu, sikia neno la Bwana. Tunaliweka wakfu kwa jina la Yesu. Mapepo yatapita, majini yatapita, wakuu wa giza, wakuu wa anga hawatapita. Nenda anga la 4, anga la 4 liloko juu yako. Tamka, 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 tamka. Maombi yako sio bure. Nataka nikuhakikishie, maombi yako si bure katika Bwana. Anga la 4 liweke wakfu. Anga la 4, wale wanaoruka, wale wanaoachilia uzito kwenye anga la 4, wanaoachilia usingizi, wanaoachilia makandamizo, wanaoachilia balaa, wanaoachilia mikosi, wanaoachilia nukse, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu tunatangaza kuliweka hilo anga, tunaliweka wakfu katika jina la Yesu. Anga la 5, anga la 5, ukia nguvu ya maombi, ukia nguvu ya maombi. Wakati unaendelea kuomba, ukia nguvu ya maombi. Roho Mtakatifu anapita, Roho Mtakatifu anapita, Roho Mtakatifu anapita, 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 anapita. Anga la 5, anga la 5 liweke wakfu. Usichoke, omba tena, omba tena, omba tena. Anga la 5 liweke wakfu. Ajali, roho za ajali, walioandaliwa kutolewa kafara, walioandaliwa kutumikishwa kisukule, walioandaliwa na roho za chumaulete, na roho za balaa, na roho za mauti, na roho za ajali, tunaweka wakfu kwa jina la Yesu. Anga la 6, anga la 7, nyota na mwezi. Mwambie shetani achia, mwambie achia, achia, achia. Dai hilo neti za watu wakisema achia kwa jina la Yesu. Achia anga, achia, achia ardhi iliyoko upande wetu. Mapepo, majini, nguvu za giza, nguvu za kiganga, nguvu za maajenti, achia ardhi, achia fahamu zetu, achia, achia, achia. Bonde utapita, ndio. Mwambie nishike kwenye mashimo, utapita, maana atakushika. Waza sauti, mwambie nishike Yesu. Endelea tena, tena, tena. Nishike mkono Bwana, nishike, nishike mkono Yesu. Endelea, mwambie, mwambie, kama uweponi kwake. Pazie sauti tena, pazie sauti tena, pazie sauti tena. Yesu, Yesu. Shika mkono Tanzania, Tanzania. Shika mkono Tanzania, Arusha yote, Dodoma, Manyara. Kombolewa kwa ajili ya habari zetu, majira na nyakati zetu ambazo ulimwandikia kila mmoja mmoja. Na mchana na asubuhi ya leo Bwana, tunakuhitaji kwa kila mmoja aliyeko mahali hapa. Awe ni baba, awe ni mama, awe ni kijana na binti, na hata watoto wanyonyao.
ninajua na naamini ya kwamba Mungu utazungumza na kila mmoja. Maana imeandikwa unalituma neno lako ili kutuponya, kututoa katika maangamizo yetu. Naomba Roho yako Mtakatifu aliye mwalimu katika darasa hili akachukue nafasi, akaweze kumfundisha kila mmoja ili tukaifahamu kweli ya neno lako, na hiyo kweli ikapate kumweka huru kila mmoja aliyeko mahali hapa. Maana unamjua kwa jina, maana ulisema katika neno lako hata nywele za vichwa vyetu wewe unajua idadi yake. Mungu, ninakusihi ukahusike kipekee, hata wale malaika wa ujumbe wakamwagwe kipekee mahali hapa, wakatande kipekee mahali hapa, malaika wa kutuhudumia, malaika wa neno, malaika wa ujumbe, malaika wa maombi, waambatane kipekee pamoja na kusanyiko hili Bwana. Kila mmoja aliyeko mahali hapa, kabla hatujamaliza mwaka 2016, akauone muujiza wake, akaone habari zake, akaone majira yake, akaone majibu yake, akaone kila alichokiomba Bwana, hata pale kilipozuiliwa. Bwana, haya ndio majira, maana ulisema siku ya kisasi ilikuwa moyoni mwako, na mwaka wa uliotukomboa umewadia, na ukatazama ili uone mtu aliyesimama kwenye zamu. Baba, ninasubutu kusema leo wako watu waliosimama kwenye zamu kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya kabila, kwa ajili ya koo, kwa ajili ya familia na kwa ajili yao binafsi. Na mimi ninajua na ninaamini Bwana utaliaibisha neno lako kila mwanamke na mwanamume, hata wale wanaotusikiliza kwa njia ya redio, kwa njia ya mtandao. Huu ndio wakati wake na ndio majira yake. Na ndio maana Baba tunasema asante, tukiamini kwamba uwepo wako na nguvu zako viko mahali hapa kwa ajili ya kutuhudumia, katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ongeza makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Hebu mwambie jirani yako kwamba haya ni majira yangu. Mwambie hata iweje, haya ni majira yangu. Mwambie kama Joshua alivyosimamisha jua, mwaka huu lazima jua lisimame mpaka nipate majibu yangu. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu ni chanzo. Tunaangalia kwa habari ya majira na nyakati za mtu, lakini leo tutaangalia kufuatilia na kukomboa habari zako ulizoandikiwa kupitia majira na nyakati ili ziweze kutimia. Amen, amen. Kufuatilia na kukomboa habari zako ama habari zetu zilizoandikwa kupitia kwenye majira na nyakati ili ziweze kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Mhubiri 3:1. Mhubiri 3:1 ni andiko letu la msingi. Mhubiri 3:1. Neno la Mungu linasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Hebu sema kila kusudi. Kila kusudi. Hilo kusudi unaweza ukaweka habari. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka unisikilize. Kama labda hujaandika, bado unaendelea kuandika, imesema ni kufuatilia na kukomboa habari zako zilizoandikwa kupitia majira na nyakati ili zitimie. Tumekuwa na mwendelezo wa somo la majira. Naona watu wanashindwa kuandika. Usiogope, nisikilize tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uko mbele utapata kichwa cha somo. Amen. Wewe tu nisikilize. Tumekuwa na mtiririko wa kufuatilia majira kwa sababu nilikueleza nikakwambia kwamba kila mwanadamu ana majira aliyokusudiwa na Mungu kwa kila jambo hapa duniani.
Na nikakueleza nikakwambia hatuishi kwa kubahatisha wala hatuishi kwa bahati mbaya. Na pia yanayotokea kwa watu hayatokei kwa kubahatisha wala kwa bahati mbaya. Yanatokea kwa makusudi maalum, hata kama sio mazuri kuna aliyeyasababisha. Mnanielewa? Na wakati yanatokea, huo ulimwengu uliosababisha ulishajua kwamba yatatokea. Maana ni neno la Mungu limetuambia kila jambo lina majira na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Tumejifunza mengi mpaka tumeangalia upande wa kibali ambacho kinatenda kazi pia kupitia majira na nyakati. Kwamba ili uende mahali kuomba kazi ni lazima kwanza uonane na watu wale ambao utawakuta pale. Nikakwambia kule kuonana tu unaamua ukubalike ama ukataliwe. Tukashughulikia eneo hilo. Amen. Sasa tumeingia kwenye eneo hili la kufuatilia habari zetu. Kufuatilia na kukomboa habari zetu zilizoandikwa kupitia majira na nyakati. Naweza nikasema kwamba habari ni maelezo. Amen. Yanayofafanua jambo fulani linalohusu kitu ama linalohusu mtu ama linalohusu mahali. Amen. Hizo ni habari. Ni maelezo yanayofafanua na kubainisha, kuweka mambo bayana kuhusiana na kitu, mtu, mahali ama mahali. Amen. Sasa nilikudokezea kwenye madarasa yaliyopita nikakwambia mtu akijua habari zako anajua wewe ni nani leo na kesho. Kwa hiyo mara nyingi hawezi kufuatilia wewe mwenyewe, atafuatilia habari zako. Na akizipata habari zako, akizishughulikia habari, manake amekushughulikia wewe mzima mzima. Maana zile habari zako, kwa mfano labda niseme hivi. Nitoe mfano kwamba hili ni faili lako, unatunza siri zako. Sawa? Alafu umeandika michanganuo yako mbalimbali kwamba mwaka huu kabla hujaisha unataka ufanye hiki ufanye kile, una miradi unataka kufungua tarehe fulani, alafu siku fulani utaenda mahali fulani, alafu isitoshe mwaka kesho ama mwezi wa 12, tuseme mwaka kesho mwezi wa 6 unaolewa, na umeandika na mume wako unamuombea, alafu umepoteza. Je, mtu akiliokota ambaye ni mbaya kwako hawezi kulishughulikia? Sasa anakushughulikia wewe au anashughulikia hilo faili aliloliokota? Anashughulikia ile maelezo, zile habari. Wewe hana haja ya kuja kukushughulikia wewe. Yeye anashughulikia taarifa zako. Mwezi wa 6 mwaka kesho anafanya, anaona fulani, haiwezekani. Anaweza akaenda moja kwa moja kwa fulani kumwambia wabila wa kichawi akakushughulikia. Lakini anachokishughulikia hapo ni nini? Habari. Alituleta duniani. Unapoona mtu anazaliwa duniani, anakuja duniani, kwa sababu Biblia inatuita sisi balozi wakilishi hapa duniani. Balozi gani ambaye hana habari? Yupo. Mmenielewa? Unaweza usielewe haraka, kwa sababu unapojichukulia ukiambiwa wewe ni balozi unayemwakilisha ufalme wa mbinguni hapa duniani, huamini. Nasema mimi nilizaliwa kwenye familia duni vile, maisha yangu haya mimi nitakuwa balozi. Ndiye tangu mwanzo kusudio la Mungu alikutuma kama mwakilishi, balozi wa mbinguni hapa duniani. Kama tunavyotuma balozi wa nchini Kenya au maeneo mengine, unaenda kule hawakilishi mambo yako, hawanyi mambo yako. Ukakule kama ni Kenya, haufanyi ya kwako wewe, unafanya mambo yanayoisha yao, na unatekeleza mambo kulingana na pewa na unayoendelea kupewa kila siku kupitia kwenye serikali yako ulikotoka. Wewe ni mwakilishi. Kama ni hivyo, unakubali namna hiyo, basi tunapokuja duniani tunakuja na faili linalotusaidia kuishi hapa duniani. Mmenielewa mpaka hapo? Bwana Yesu asifiwe. Sasa taifa, kabila, koo, familia na mtu binafsi ndani ya familia ana habari zake. Sema ana habari zake binafsi kabisa. Hata taifa letu la Tanzania tuna faili letu
ambalo hilo faili tunatakiwa tumlilie Mungu mpaka hilo faili litoke huko lilipo. Hilo faili likitoka mahali tu lilipowekwa ama lilipopotea, tutaona mabadiliko na maisha mazuri kwenye taifa la Tanzania. Kwa sababu Mungu akiwa mbinguni, kama ambavyo Dr. ametangulia kuweka msingi, amezungumzia kwenye Matendo ya Mitume 17:26 pale kwamba aliumba taifa, kabila na jamii kutoka kwa mmoja, akawawekea mipaka ya makazi yao.